Michezo imetumika kila mara kupenyeza hisia bandia kwa tabaka la watumwa, kwa sababu watumwa hawana nafasi ya kupata ushindi au uzoefu wa hisia za juu katika maisha yao binafsi. Michezo hufanya ubongo wa mtumwa kuamini kuwa yeye mwenyewe ndiye anayeshinda, kwa sababu ubongo hauwezi kutofautisha kati ya msisimko wa ushindi wa nje na ule wa ndani. Mtu akitazama filamu ya kutisha atahisi hofu sawa sawa na mwigizaji anayechukua nafasi hiyo, kwa sababu mwili hauwezi kutambua kuwa kile kinachotazamwa sio halisi. Vivyo hivyo kwa ushindi wa mchezo. Hisia ya ushindi husukumwa kwa tabaka la watumwa, kiasi kwamba ubongo wa mtumwa unashawishika kuamini kuwa yeye ndiye anayeshinda. Hisia hizi humfanya mtumwa kuridhika kihisia. Na hii ndio dhana nzima ya mfumo wa upotoshaji kupitia michezo. Katika video hii nitakupitisha katika historia na kuonyesha jinsi ambavyo shetani amefaulu kuitumia silaha hii hatari kuharibu na kuzika malengo na maono ya watu, na mbaya zaidi, kuziua nafsi zao. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama, ni jambo jipya, limekwisha kuwako? Hebu turudi miaka 2000 nyuma. Mwishoni mwa utawala wa Kirumi, idadi ya watu wa Roma ilikuwa takribani milioni 1, na kati yao watu 200,000, 20%, walikuwa wakipokea mgao wa bure wa ngano kila siku. Wakati utawala wao ulipoanza kudhoofika, Warumi walitumia mbinu fulani ili kuwazubaisha na kuwatuliza wananchi. Mbinu hiyo iliitwa bread and circus, mkate na tamasha. Mkate unawakilisha ule mgao wa chakula cha bure, huku tamasha likimaanisha michezo iliyokuwa ikifanyika kwenye viwanja vikubwa vya gladiator, ikijumuisha burudani zote, pombe na mashindano yenye vurugu. Jaribu kuwaza kilichokuwa kikitokea katika miaka 2000 iliyopita ni jambo la kusisimua. Mambo yote yalifanyika ndani ya uwanja huu uitwao Coliseum. Fight! Coliseum ni uwanja mkubwa wa michezo ulioko Roma. Uwanja huu ulijengwa kuanzia miaka kati ya 70 hadi 72 na ukamilishwa mwaka 82 AD. Tofauti na viwanja vya awali, Coliseum lilikuwa ni jengo lililojengwa kwa mawe na zege, likiweza kuchukua takribani watu 50,000. Coliseum lilitumia kwa mapigano ya gladiator, vita vya wanyama na mashindano mengine makubwa. Viti vya uwanja huu ambao ni halisi na upo hata leo vilijaa watu wakila na kunywa, wengi wakipiga kelele kwa ajili ya mpiganaji wao pendwa, na sehemu kubwa washangiliaji wakiwa wamezidiwa na vilevi. Wakati huo huo, wafalme na matajiri wakitazama kutoka sehemu za juu. Coliseum ni mfano bora wa gharama kubwa za miradi ya umma ya Kirumi, pamoja na matumizi ya kupindukia bajeti yao kufadhili mambo ya bure. Lakini je, kuna kitu kama mlo wa bure? Kumbuka msemo huu: ikiwa unapewa kitu bure, basi wewe ndio bidhaa. Hivyo basi, wapi tunajiona katika hadithi hii? Mkate na tamasha ilikuwa ni mbinu ya kuwapumbaza wananchi, huku watawala wakiwaahidi vitu vya bure ili kubaki madarakani.
Mshairi wa Kirumi Junius Juvenal alieleza hali hii vizuri kabisa. Alisema, wape mkate na tamasha, na hawatakuwa na sababu yoyote ya kuasi. Wananchi walihisi kuwa wanapata kila kitu bure, lakini hawakujua kwamba wao wenyewe ndio waliokuwa bidhaa. Misaada hiyo ya bure ilikuwa inafadhiliwa kwa kodi kubwa ambazo wananchi walipandishiwa. Cha kushangaza ni kwamba huu ni mfumo unaoendelea duniani kote hata leo. Udanganyifu wa ushindi bandia. Sehemu hii itakushangaza. Mtu mwenyewe kamwe hawezi kupata hisia hizi za ushindi katika maisha yake binafsi. Kamwe. Isipokuwa kupitia udanganyifu wa production kubwa za kiwango cha Hollywood ambazo hutuma msisimko kwa ubongo wa mtumwa. Ajenda ya michezo inafanana na ajenda nzima ya burudani inayopatikana kwenye vyombo mbalimbali vya habari, ambapo mtu kaa kwenye kochi hafanyi lolote zaidi ya kula na kufuatilia mchezo, huku akijidanganya kuwa anaishi maisha kamili. Mtumwa hawezi kurusha ile jab, lakini anaweza kutazama. Mtumwa hawezi kupiga ule mpira wa kichwa, lakini anaweza kutazama wengine wakifanya hivyo. Na kwa kutazama tu, ubongo wake ushikwa na hisia ambazo ni bandia, kiasi kwamba anahisi kana kwamba yeye ndiye anayeshiriki moja kwa moja. Na matokeo ya hisia hii ni kuridhika kwa muda, japokuwa tukio lenyewe si la kweli, na mtumwa hupoteza nafasi yake ya kuasi kwa wiki nyingine tena. Ili kufanikisha udanganyifu huu, hisia hizi bandia zinapaswa kushirikiwa kati ya mashabiki wengi wa ligi nzima. Ikiwa timu moja itashinda kila mara, itaharibu ajenda ya kudhibiti tabaka la watumwa. Hata hivyo, kwa kila mchezo, mshindi mmoja na mshindwa mmoja uzalishwa. Lakini ujumla wake ni kwamba wote wanathibitiwa kihisia. Hilo ni fumbo. Michezo kama mfumo wa udhibiti. Tabaka la watumwa walikigundua hali halisi ya maisha yao na ule ukweli kabisa kwa maisha yao. Jambo hilo linaweza kuleta msongo mkubwa wa mawazo. Msongo huu ukiwa mkubwa sana, unaweza kuhatarisha watawala, kwa sababu mtumwa anaweza kuasi. Sasa, suluhisho ni lipi? Suluhisho ni kutengeneza hisia ya uongo kwenye akili ya mtumwa. Ikiwa ushindi wa kweli haupo maishani mwa mtumwa, ushindi bandia huingizwa kwenye mfumo wa fahamu yake. Kwa mtumwa kupata fursa ya kuchagua timu ya kushabikia, kujihisi kuwa yeye ana uhuru. Hisia hii ya uongo ni sawa na upotoshaji unaotumika katika uchaguzi wa chama cha siasa, uchaguzi wa pombe, vyakula vya haraka, yani fast food, madawa au madawa ya kulevya, aina ya movie za kuangalia, mitandao ya kijamii. Lakini kwa ufupi ni hivi: haijalishi timu unayoshabikia au mchezaji unayempenda, bado unafanya jambo lile lile ambalo mashabiki wa timu pinzani wanafanya. Unapoteza muda na kupoteza pesa zako. Huu ndio udanganyifu mkubwa wa kihisia unaopandikizwa kwenye akili ya mtumwa, huku wakila chakula kilichosheheni kemikali za sumu kutoka kwa matajiri. Mwandishi George Orwell aliandika mwaka 1949 katika kitabu chake 1984. Alisema, ili mradi unaendelea kufanya kazi na kuzaana, shughuli nyingine zote zilikuwa zina umuhimu. Waliachwa waishi kama mifugo katika malisho yao, wakifanya kazi ngumu, wakihangaika na matatizo ya kila siku, wakijiburudisha na filamu, mpira, pombe na kamari. Kudhibiti kundi hili haikuwa kazi ngumu.
Mzunguko huu unaonekana hapa. Mara mchezo mmoja unapomalizika, mchezo mwingine huanza. Wachezaji wa michezo hulipwa mamilioni, si kwa sababu wanatoa thamani kwa jamii, bali kwa sababu wanahakikisha kuwa tabaka la watumwa linabaki katika hali ya kutokuelewa nini kinaendelea katika dunia. Na hiyo ndio ajenda ya Shetani. Tunajua hakika kabisa ya kwamba mtawala wa dunia hii ni Shetani. Yesu alimjua. Mtume Paulo pia alimtambua. Hivyo unajua kuwa vita yetu sisi, yani mimi na wewe, hatupambani na wanadamu. Kwa mtu mmoja ajenda hii inaonekana kama ni mpango wa watawala wa dunia hii kupotosha na kuwafunga ufahamu wananchi. Lakini uhalisia ni kwamba yule aliye nyuma ya mpango huu ni Shetani. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mtawala halisi wa dunia hii. Na ni yeye ndiye aliye nyuma ya ajenda zote za uovu zinazoendelea katika ulimwengu. Lengo lake ni kuwapotosha na kuwasaulisha watu wasipate muda wa kumtafuta Mungu, wabaki kuangalia yale mambo ya muda tu. Corrie ten Boom, fundi wa saa ambaye baadaye alikuja kuwa Mkristo, aliongea jambo la muhimu sana. Alisema, ikiwa Shetani hawezi kufanya utende dhambi, basi atakufanya kuwa na shughuli nyingi sana. Maana yake ni kwamba ikiwa Shetani hawezi kushawishi kutenda dhambi zinazojulikana kuwa ni dhambi, badala yake atakupotosha na kufanya uwe na shughuli nyingi kupita kiasi na mambo yasiyo na maana katika maisha. Jambo ambalo linaweza kukuzuia kuzingatia maisha yako ya kiroho na uhusiano wako na Mungu. Dhambi na shughuli nyingi sana vina athari zile zile. Vyote vinataka kuharibu uhusiano wako na Mungu na hata na watu wengine, au hata nafsi yako mwenyewe. Ikiwa huwezi kuacha kutazama mechi ya mpira wa miguu mwishoni mwa kila wiki, lakini huoni shida kuacha kuhudhuria ibada, kusali na kusoma neno la Mungu, basi ina maana kuwa kuna bwana mwingine unamtumikia. Yesu alisema, hamwezi kutumikia mabwana wawili. Burudani isiyo na kikomo ni bwana katili anayekusudia kuharibu furaha yetu ya kweli na kutupeleka mbali na Kristo. Tunapochagua njia pana ya burudani isiyo na mipaka, mbegu za dharau kwa Kristo zinapandwa. Vivyo hivyo, tunapochagua njia nyembamba ya kumfuata Yesu, mbegu za chuki kwa burudani isiyo na maana zinapandwa, pamoja na dhambi yote inayokaa ndani yetu. Burudani hutupa furaha ya muda mfupi tu. Mara tunapoamka baada ya kutumia masaa mengi kwenye michezo, filamu na mambo mengine, matatizo yetu hubaki pale pale yakitusubiri kuyakabili. Ni kama dawa ya kulevya isivyoweza kutosheleza. Lakini katika ushirika wetu na Yesu tunapata furaha ya kweli na ya kudumu ambayo burudani inaweza kuiahidi lakini haiwezi kuitoa. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 12 unasema, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote.